mambo vipi washikaji wa Director Tilo, mimi ni Mamiski noma. Bwana, kabla hujaendelea kuangalia hii video, cha kwanza naomba usubscribe kama wewe ni mpya, ila kwa wale ambao sio wapya waendelee kucomment na kulike na kushare kwa watu wengine wanaopenda kujifunza film making. Hii inakuwa ni nzuri zaidi na wao pia wanapata darasa la kujifunza, kwa sababu ya mafunzo ni ya free na yapo, kila mtu anataka kujifunza, ni rahisi tu. Kama mtu anataka kuuliza swali, njoo kwenye comment, nitakusaidia na nitakusaidia chochote. Na wale watu ambao hampo kwenye group langu, tafadhali naomba unicheki kwenye namba ambazo nimeziweka hapo chini, nicheki kujiunga kwenye group langu la WhatsApp ni 10,000. Humo kuna mafunzo ambayo tunatoa. Kama una kitu chochote cha kujifunza, unaingia kwenye group, kisha kuja kwenye group unaniambia bana, nataka kujifunza kitu fulani, na kusaidia na kupa na plugin na kila kitu. Unachotakiwa tu ni kujiunga kwenye group. Na pia usishangae na wao usiogopi, unaweza kunicheki kawaida. Alafu pia lati kama kawaida zipo. Huu ni mwaka mpya 2021, tunazidi kusonga mbele. Na hapa punguzo wa lati 50 nitakuzia kwa shilingi 20,000 na lati 100 nitakuzia kwa shilingi 35,000. Kwa hiyo ni wewe tu ndugu yangu utakachoamua kufanya, mimi nakusogezea tu hivyo. Leo nakuletea kufanya kala. Kama unajua mimi mtu wa kala, ninapenda sana kala, na leo nakuletea kufundisha kala. Leo nina kamera hii, nina shot hizi ambazo zimeshutiwa na Sony A7S. Imeshutiwa 1080 so 4K. Nataka tutesti kwenye kufanya kala, alafu na wewe uone ni kitu gani ambacho utakachokuwa umejifunza. So tunaanzia hapa. Unaona hii shot jinsi ilivyo. Nitachukua ikiwa bila sauti, alafu tujaribu kuifanyia kala kidogo tu, na wewe tu una idea gani utapata kitu gani hapa. Si umeelewa mzee baba? So yes, hicho ni kitu kizuri. Nadhani kama mnaona nimeichukua hapa, nimeitupia na adjust Adobe yangu ili niweze kuona vizuri kwa ukubwa skin tone, kwa sababu unajua kwenye color kitu kikubwa ni skin tone. Jamani, naombeni mjiunge kwenye group langu la WhatsApp tuweze kufundishana, muelewe maana skin tone na nini maana skin tone. So unavyoangalia hiyo picha iko vizuri, imeshutiwa na Sony. Watu wanapenda kutumia Sony, lakini hawezi setting. Mtu zakajua umeshoot na LED, lakini hii sio LED, hiyo ni Sony A7S. Unaona, nimetumia pia mbili ziko mbili, 7S na 7R. So ni wewe mwenyewe unavyocheza nayo, na ni easy tu, ni rahisi tu. Kama uelewi sasa hivi, sihitaji watu wanaotaka kuniuliza tu kawaida, kunipigia simu. No, njoo jiunga kwenye group, tuanze kusoma, tufundishane. Ukiingia kwenye group ukilipia tu shilingi 10,000, mafunzo ni bure. Kwa hiyo yes, tuendelee kupambana. Kama unavyoona nimeweka clip yangu, kuna hii button hapa inaitwa show mask. Ukiklik, ukifanya hivi kwenye nguo nyeupe, hii inakutafutia skin, inakutafutia white balance. Kama upendezi nayo ni wewe mwenyewe tu. Ilo naangalia. For me, hapana, mimi napenda kufanya manual. Hii inafanya auto. Mimi napenda kufanya manual. Ukizidi sana inakuwa miayusho. Kwa hiyo uwe mjanja kama mimi mjanja sana bwana. Sio, umeelewa? Kwa mjanja unaiboost, unaisogeza kidogo na nimezidisha kidogo. Unaona contrast inaishusha. Umeona balaa hiyo? Yaani color inakuja taratibu. Hii naifanya kidogo, inakuwa hivi. Alafu shadow naipandisha. White naiweka hivi, au naweza nikaipandisha pia 11 case itakochukua umetokea. Hapa naipandisha hivi. So nadhani umeona tulipotoka. Kama ni mtu ambaye unajifunza unataka kujua kufanya kala, nadhani utakuwa umejua kitu kizuri sana hapa kwa jinsi tulikuwa tumefanya. So it easy. Naambia, yani naombeni mjiunge kwenye group langu, mtakuwa mmejifunza vitu vingi sana. Kwa sababu kuna vitu vingine mtu hawezi kufundisha, hata ukiingia YouTube ni ngumu watu kukuwekea. Ila mimi naweka, nimeona watu wakimpigia simu, bana bro, tunapenda video zako na nini. Kwa hiyo hebu tufundishe vitu fulani. So jamani, njoni kwenye group langu. Hebu angalia nilivyoachana hapo kitu. Unaona jinsi nilivyoachana nayo, yani ni very simple yani. So unaona skin tone ilivyo. Kwa hiyo unaweza kaamua kupambana nayo ukaishia hapo, au ukaendelea ukaja tu kwenye nini, ukaja ukaboost tu saturation. Kuna kitu kimoja ambacho nadhani unakiona hapo. Skin tone inakuwa ni ya rangi gani? Skin tone inakuwa ni ya rangi ya orange. Kwa hiyo unaweza kaamua ukacheza na hiyo skin tone. It easy tu mwanangu. Sio ni ngumu, sio nini wala nini. Ukarudi kwenye white balance, ukarudi kwa adjust, ukashuka chini, ukatafuta ukaja kuna kitu kimoja ukaja ukakigusa hapo. Ni rahisi sana yani.
ni it easy. Watu wanashindwaga kujifunza, lakini mimi naonaga ni uvivu wao. Yani huo ni uvivu ambao watu wanashindwa tu kujifunza. So kama hapo unavyoona skin tone inazidi kurudi, yani ni rahisi sana, nikirudisha hivi nikirudi back. So it's easy. Hiyo ni option ya kwanza kwenye kufanya color. Unaweza ukaacha usitumie njia hiyo. Hii ni njia ya kwanza ambayo nakupa. So na reset, naenda kwenye njia ya pili. Watu yani kufanya color ni kitu easy sana. Njia ya pili natumia hii hapa. Hii watu hawajui sana kuitumia sana hii. Lakini kitu hii ni nzuri sana. Inauaga winga sana hii ukijua hii. Unaona ukifanya hivyo unapokuwa. Yani ni rahisi sana. So unaweza ukacheza nao kwa njia ambavyo unapokuwa unataka wewe kuitumia. Baba. Yes. Unatafuta tu, unaanza kudina taratibu mpaka unaipata. Zewe unavyoichezesha ndio zewe ambavyo unapokuja kuendana nayo. So ukiona umeharibu, unashika juu, unaweka juu mark, unaweka na chini, alafu unakuja kiweka hapo. Ukipandisha juu mwanga unakuwa mkali, usipandishe sana juu, inakuwa normal. Yes. Nadhani hapa kidogo tumefanikiwa kuivua ile kitu, lakini it easy yani ni rahisi sana. So hizo ni kanuni ambazo unaweza ukazitumia hata ukirudi kwenye mwanzo. Umeona? Yani whatever ingine sote wanasemaga kama ushaonaga kuna watu wanaweka rati za design hizi. So ni wewe mwenyewe tunapotaka kucheza na rangi yako. So hivyo ni vitu ambavyo vipo, unaweza kujifunza. Na kuna njia nyingi sana. Kwa mfano nikupe njia moja kutafuta skin tone. Njia moja rahisi sana. Hii ni njia ya kutafuta skin tone. Ngoja tucheki hapa dakika 0. Tupunguze hii. Tukishapunguza hii, tunaleta shadow, tunaleta white. Sio, umeelewa? Kishakuwa hivyo, kuna kitu kimoja kinaitwa color fast, inaitwa fast color collect. Yes. Baba. Fast color collect. Yes. So huyu jamaa bana, hii darasa leo sitawapa sana. Leo nawapigia kidogo kwa sababu mwaka umeanza. Nikasema jamaa, mwaka umeanza niwaache hivi. Sio kweli. Leo sitawapigia sana, nataka nikuonyeshe. Unapozidi kulizungusha ili dude ili unapozidi kupata kala nzuri. Kwa hiyo, wewe unavolizungusha ndio unapozidi kupata kitu kizuri. So unaweza kaamua ukasema uje touch. Sijui umeelewa Unaweza ukaja ukatouch skin tone. Unaona kitu kinavobadilika hapo. Kisha kuja hapo. Baba. Whatever in case, ukija tena ukitouch black, ukija ukitouch kwenye white, sasa unaona kitu kinachokuwa kinatokea. Yes. Ona, hii inakupa option ya wewe kudeal nayo. Kwa mfano, kichua ukigusa kwenye, unaona hapo kilichotokea, kuna kitu kibadilika kidogo, so sana. Alafu nikija, yes, hapa naitafuta skin tone. Umeona? So nimepata rangi nyingine ambayo wewe pengine ungechukua labda miaka 8 au 9 kuipata hii rangi, lakini kwa mimi nimechukua kama sekunde 10 hivi, alafu imekuwa ni rangi amazing sana. Hebu angalia kitu, unaionaje? Kitu ilikuwa iko hivyo, video ikaja kabadilika ikawa hivi, unaionaje? So mimi nakupenda sana, ninavyokupenda na pia nakujali. Naomba usubscribe, alafu ili uamini kwamba mimi sifanyagi vitu vya kubahatisha kwenye ufanyaji wangu wa color. Hebu angalia hii shoti jinsi ilivyokuwa. Ni vitu viwili tofauti.
hii shot ilikuwa hivi, hata umpelekee nani aweze kufanya kala aweze kupata kitu kama nilichokipata mimi. Nadhani unaona hii scene ilivyo na hii scene ilivyo. Mimi ni professional kala. Ukitaka kuamini hichi kitu, hii ni shot ambayo imeshutiwa ndani, naichukua na iweka hapa. Nikishaiweka hapa, unaiona nakuja nakata. Nikishakata na kuonyesha tu kwamba vitu hivi havihitaji hasira. Sometimes unatakiwa tu ni uelewa ambao unatakiwa ukae kwenye kichwa. Sio, umeelewa? Yes. Na paste rangi zangu. Nikisha paste rangi zangu, nakuja nachukua ile transition ambayo nilitumia pale chini. Iko wapi? Yeah, yes. Nakuja iko chini kabisa. Nakuja naibwaga angani, kija nikicheki hapa. Unaonaje? Hebu angalia gauni la mama linavowaka. Unaonaje? What do you think? So hivyo ni vitu ambavyo vipo ambavyo unaweza ukavipata kwenye group langu kwa kujiunga shilingi 10,000 tu. Ni rahisi pia, unaweza kunipigia simu nikakuunganisha kwenye group na pia ukaendelea kujifunza zaidi. Na utaka kujua hicho, so but tusikariri chingine. Msione mimi naongea sana, tusikariri, inabidi tuelewe na tujifunze. Ukiwa uko shot ya nje, unaona shot kama hii ya nje, unatakiwa uwe mjanja kwenye kala. Cha kwanza ili uweze kuwa mfanyaji kala mzuri, wewe kala professional, hebu kwanza njoo subscribe. Ukisha subscribe, wewe unakuwa kweli ni professional. Lakini kama hoja ni subscribe hapa, so professional, please naomba share hii video kwa wanafunzi wengine wanaotaka kujifunza kuhusu masuala ya kala. Nadhani utakuwa umetisha sana. Sio, umeelewa? Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho ninachokihitaji. Waambie watu bana, kuna fundi anaitwa mtu fulani anataka kutufundisha kuhusu masuala ya kala. Unaona hii ilivyo picha Angalia. Yaani hatujapeleka kwenye 3D Light Creator. Hii ni Premiere tu bro. Unaona jinsi tulivyopata picha. Unajua Canon kamera za Sony zinakuwa na matatizo ya skin tone. Watu wengi wanazipendaga kwa sababu skin tone yake inakuwa ni ya uongo. Kwa hiyo ukipata mtu mjanja akiweza kudili nayo ni kitu kama hicho. So narudia tena kukuonyesha darasa la skin tone ili unielewe. Na reset hii kitu. Nikisha reset hiyo kala inabaki kuwa hivyo. Sio, umeelewa? Nikija hapa nikisema nitafuta pop-up, inakuwa hivyo. So mimi ninachokitaka nije nilete hivi. Ni boost, nikiboost hiyo, nikija nikisogeza hivi, napata rangi nyingine tofauti kabisa. Yes, tusipandishe sana. Lakini make sure suti baki kwenye weupe wake. Sio, unanielewa ninachokifanya? Yaani make sure ukifanya kala, rangi ya mtu ibaki kwenye rangi yake. So naona lock imeondoka. Yes, imerudi. Yes, kwa unaona hapa nimepiga lock. Kwa hata ukizungusha hivi rangi haiwezi kuwa kubwa sana. Kwa hiyo ukija unaangalia, sometimes unaweza kufanya hivyo afu ukajua kuangalia kwenye mawevu yale yakawa yamevuja. So unaona jinsi tulipotoka. Unaona jinsi ilivyokuwa. Ni vitu viwili tofauti. Umekuja kuleta picha imekuwa kwenye kitu ambacho ni different kabisa. So hivyo ni vitu ambavyo vya kuzingatia sana kwenye darasa la color correction. Ndugu yangu, mimi nakupenda sana na ndio maana nakwambia ukihisi kuna kitu ukija kwenye wave njoo tu ni color. Kuna wave watu unaweza, kwa mfano unaweza kufanya color kutumia scope tu zile ambazo unaweza kuzifuatilia tu mtandaoni. Yes, ukinicheki pia naweza nikaja nikakufundisha. Unachotakiwa tu kujiunga kwenye group langu. Unaona kama rangi hapa zimevuja. So ukiangalia red ni rahisi tu, yani it's very easy. Ukija huku kwenye kushusha unaweza ukashika red, ukawa unashapata rangi nyingine tofauti, ukipandisha hivi, yani whatever in case unaoitaka wewe ni rahisi kuipata. Bana, mimi naitwa Director Tilo Max, nakupenda sana. Naomba usubscribe. Jamani, naomba msubscribe. Rati zipo. So hivyo ngoja niwapeleke kwenye rati kidogo, niwalingishie rati ili muweze kununua
kwa sababu ni nzuri, zitawasaidia kwa wale watu wasiopenda kufanya kala ambao ni wao hawapendi. So hivyo mimi napenda sana. Msisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Hii ndio picha, ngoja tu grade kidogo. Kipindi cha mwisho tujaribu kuifanyia kitu kidogo tuone na kuaje hapa. Naona yes. Sasa unaona, hebu tukafungue lati zetu. Tuna lati takriban nyingi sana. Wewe tunategemea nataka lati ngapi? Na lati karibuni zote yani. Desktop, CD-ROM lat. Tuweke nice. Tunafuatia picha gani? Umeona mambo ya nice? Hii ndo nice na kweli imesimama kama nice. So nice, ukifanya kitu kama hicho, ukaja ukaongezea vibrance, ukaja ukaiboost, unaona kitu gani? Hiyo ni lati ambayo ni nice. So zipo lati nyingi. Hii kuna lati nyingine zipo, kuna hii Sleek Cube. Check hapo. Tukiweka inatuletea picha tofauti kabisa. Sijui unaona? Check hii P4 inaletea nacho picha tofauti kabisa. Sio, umeelewa? Kuna kitu kidogo kimepungua. Mwenye jicho la kuona naona. Hii P5 inaletea kitu tofauti kabisa. Unaona? Kuna dark zimeongezeka. So whatever, lakini kuna rangi nyingine kwa ajili ya matangazo, rangi nyingine kwa ajili ya harusi. So hebu check hii P6. Ziko vizuri. Unaona hiyo? Imeturudisha kidogo kwenye ile picha yetu. Unaelewa? Kwa hiyo kuna lati zipo nyingi. Mimi nawapenda. Naomba msubscribe, mlike na mcomment. Kuna hii lati inaitwa hiyo. Hebu cheki. Unaona hii ndio watu wanapendaga sana, cheki ilivyokuwa. Lati zipo nyingi, orange and teal. Lati zipo nyingi sana. Nyingi sana. Kuna lati kama hii 6 cube, CD-ROM 6 cube. Whatever, ni lati zipo kibao. Ni wewe unaotaka na ni vile unavyotaka kuitumia, na yenyewe inakupa uwezo wa kutumia masaa yote 24 hours. Wewe unakuwa uko willing kutumia. Cheki namba 1. Unaona picha imebadilika. Unaona tukicheki namba 2. Tunacheki namba 3. Unaona ilivyo. Tunacheki namba 4. Unaona? So iko hivyo mzee. Rat zipo, ni wewe mwenyewe utakapoamua bana mimi nataka Bazetron, mimi nataka rat. Ukinicheki safi tu. Kwa hiyo whatever in case utakapokuwa unahitaji, meza nakusaidia. Na wakumbusha tena kwenye skin tone natumia fast. Natumia nini fast color collector. Nikiweka, nikija nikiclick skin tone au mwamba, tupata kitu kingine tofauti. Baba. Yes, leo tupata rangi nyingine tofauti. So ni hivyo tu mzee wangu. Mimi nakupenda. Naomba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, na kutakia siku njema. Naomba usubscribe na tupendane. Nawapenda sana. Lati zipo. Naombeni mnicheki kwa ajili ya hizo lati. Nitawapatia 20,000, lati 50, F35, lati 100. Nawapenda sana. Peace.